Hello ladies and gentlemen. Ni matumaini yangu mko poa kabisa. Leo hii nimekuletea kibao kipya kabisa, kigongo kipya na kitamu chenye kukuburudisha nafsi yako wewe pamoja na jirani yako, mpendwa wako. Naam, ni simulizi inayokwenda kwa jina la My Work, yani kazi yangu. Basi kwa ufupi na uchache tu, yani simulizi hii jamaa alitumwa kufanya upelelezi. Lakini katika harakati za kufanya upelelezi si akazama penzini bwana. Yani kazama penzini na mhalifu. Hapa upelelezi utafanyika kweli ama ndo ile tia maji. Basi nikuombe na nikuaze masikio yako msikilizaji wangu, ukapate kusikiliza kisa hiki ambacho kitakwenda kukuburudisha, kukufundisha, lakini pia kukuelimisha. Basi ninakusahau msimulizi wako ni Binta My Love Davi, ambao unaweza kuniita Trish. Karibu. Naam, simulizi yetu inaanzia katika mji mdogo wa Babati ulioko mkoani Manyara, kaskazini mwa Tanzania. Kijana mmoja handsome sana alikuwa amesimama katika mlango wa chumba chake. Alikuwa anahitaji kwenda kuoga na mkononi mwake alishikilia ndoo ya maji, huku akiwa kifua wazi kabisa na bukta nyekundu yenye kufanana na zile jezi za wachezaji wa Simba Sports Club. Kijana huyo alionekana kijana mwenye kupiga mazoezi makali sana. Kijana alikuwa amejazia kiasi na pia alikuwa ni kati ya vijana wale mabisho, na hata kuonekana nywele zenyewe alizipaka dawa kwa mbali. Of course alikuwa ni mwanaume mweupe, na kwa kweli mwanamke yeyote ambaye ana hisia lazima angelitamani awe na mwanaume yule. Samahani dada, kwani bomba la maji liko wapi? Kijana huyu alimuuliza mpangaji mmoja ambaye aliketi nje akimsuka mtoto wake mdogo wa kike. Akaambiwa zunguka nyuma, alisema huku akinyoosha mkono akimuelekeza. Aha. Kijana huyu alizunguka nyuma ya nyumba ile, akakuta kweli kuna bomba la maji. Akafanya kuliwahi na kujichotea maji, alafu akalipeleka hadi bafuni. Kijana huyu alirudi chumbani kwake, akachukua taulo lililokuwa kwenye begi lake dogo la mgongoni. Chumba chake kilikuwa chenye vitu vichache sana. Moja hapo ikiwa ni godoro lilotandikwa chini, kontena moja la kule chakula, pamoja na bilauri mbili za mpira. Kulikuwa pia na begi ambalo lilikuwa dogo, huku kukiwa na pazia jekundu lenye maua meupe katika dirisha dogo. Kijana huyo alionekana ni mgeni, yani amehamia muda so mrefu. Halafu alitoka chumbani akiwa ameshika kopo lenye sabuni ndani yake, halafu taulo akajirushia mabegani. Aliingia bafuni, akaoga ndani ya dakika 10, halafu kama ameshatoka na kwenda chumbani kwake. Alitoa nguo zake kwenye begi, akaanza kuvaa na kutoa mafuta, akajipaka na manukato, akajipulizia, kisha akafunga mkufu shingoni wenye alama ya msalaba. Ndipo akatoka chumbani na kufunga mlango. Kijana huyo alikuwa ameng'aa kiasi kwamba kila mtu alikutana naye katika mtaa huo alikuwepo basi alimgeukia mara mbili kwa sababu ya mtupio pamoja na kunukia kwake. Si mnaelewa tena mabisho Kweli kijana yule alifika katika eneo fulani hivi, alikutana na binti wengi wazuri sana ambao walikuwa wanaonekana wenye asili ya Kimburu, Wagorowa, Wairaki na Wabangati, alafu wote weupe wenye mvuto usio wa kawaida. Msinaelewa yani maeneo ya Manyara huko wako mabinti ambao wanavutia sana. Wasichana hawa walikuwa kicheka sana, maana kuna binti mmoja mwembamba mno alikuwa akiwapigia hadithi za kuchekesha. Binti yule alionyesha vituko vya kila aina, hali iliyowapa taharuki wale mabinti waliokuwa pale. Ghafla binti yule aliganda na kuduaa baada tu ya kumwona kijana yule bisho alipokuwa anakatiza katika mtaa ule. Aliachana na mabinti wenzake na kumfuata, wakabaki watu wanashangaa, maana binti yule alikuwa na wengi sio mchezo yani. Alifika mbele ya kijana yule, akasimama na kumkingia mikono huku akitabasamu, kitendo ambacho kilichoacha meno yake meupe kuonekana. Kijana yule alisita na kumtizama msichana huyo mwembamba usoni. Hakika alimshangaa, maana alikuwa hajua ni naye.
ukijumlisha kwamba jamaa ni mgeni kabisa katika mtaa huo, yani katika mji huo wa Babati. Akaambiwa vipi? Aliuliza kijana yule huku akimtazama msichana huyu kuanzia juu mpaka chini. Alikuwa mifupa mitupu. Binti aliyekondeana ambaye kwa kifupi sio mzuri kwa macho ya binadamu wa kawaida. Poa mambo, aliongea msichana yule. Fresh. Mbona unanikingia kwa mbele? Hutaki nipite au? Kijana yule aliuliza. Sorry. Alisema huku akijifunika na mikono yake usoni kwa aibu. Nipishe bwana. Alisema kwa hasira yule kijana. Binti aliguna, halafu akasogea pembeni na kumrushia maneno. Kisa mzuri ndo unaringa. Alisema mtoto wa kike, lakini kijana huyo alizidi kusonga mbele akiwa anaendelea na safari yake. Ile unanukia vizuri jamani mkaka wewe. Msichana yule alisema na watu waliokuwa pale wote walicheka. Binti alirudi kwenye kundi lile la wasichana wenzake akasimama, ndipo wakaanza kumhoji. Akaambia wewe, huishi vitu kwa jamani Debora. Alisema mmoja wao. Hamna, nimeshtuka tu. Nimemshtua tu. Maana alikuwa anaangalia sana. Sasa nikaona mbona mimi hajaniona. Ngoja ni force anione. Aliongea na watu wakacheka kwa furaha. Baada ya muda kijana alifika katika eneo kuu la mji ule, ambapo walisimama na kushangaa kushoto kulia. Hana mwenyeji alafu hajui afanye nini. Alitembea hadi dukani, akazamisha mkono mfukoni na kutoa noti 2 za 5,000. Alafu akachomoa moja na kumpa muuza duka. Namba Sprite ya kopo. Akaulizwa shilingi ngapi? Ya 500 au 1,000? Ya 1,000, alisema kijana yule. Muuzaji alimpa chakula na kitaka, alafu akampa change, ndipo kijana akaondoka. Akitembea sehemu mbalimbali ambazo hakuwahi kuzifika kabla. Alipofika mahali aliamua kuketi chini ya mti na kunywa soda, alafu akatoa simu yake mfukoni na kumpigia mtu mmoja. Baby. Aliongea kijana huyo. Niambie mpenzi, huna kazi kwa sasa? Aliuliza mtu huyo aliyekuwa anaongea naye kwenye simu. Akamwambia sina kazi kwa sasa, but nimekumisi sana Lea. I swear, nimefika huku sijakaa muda, ila natamani nirudi Dodoma. Alisema kijana yule. Bana Elisha. Alisema mtoto wa kike. Sijui nitazoea. Akaambiwa utazoea. Okay basi nitakucheki baadaye mke wangu. Sawa baby, alisema binti, ndipo kijana huyo akakata simu. Alipomaliza kukata, alimpigia mtu mwingine muda huo huo. Hello mpenzi. Hello jamani Rahim, nimekumisi mume wangu. Alisema binti alipokea simu. Nimekumisi pia. Unakuja lini Singida? Binti yule aliuliza. Akaambia nitakuja baada ya wiki moja. Sawa, nakusubiri. Akaambia unaenda Tunda langu. Akaambia sawa. Nakupenda sana Rahim. Nakupenda pia. Alisema na kukata simu. Baada ya kukata alipiga kwa mtu mwingine pia. Rose. Abe mpenzi. Akaambia nimekumisi. Naomba tuongee kidogo, alisema kijana huyo. Akaambia nimekumisi pia Nasibu. Subiri na kupigia sasa hivi. Kuna kazi naifanya. Sawa mpenzi. Alikata simu kisha akampigia mwingine. Hello Fate. Aliongea baada ya mtu huyo kupokea simu, lakini mtu huyo akawa haongei, ndipo jamaa akawa anazidi kuongea. We Fatuma. Fate. Mama watoto. Alisema, lakini binti hakujibu, ikabidi akate simu. Alipomaliza alipiga funda moja la Sprite. Halafu akatulia kama dakika 2 hivi, akiwa anawaza mambo fulani hivi. Ghafla simu yake iliita, akaipokea kwa mshtuko kidogo, halafu akawa anajibu kwa Kiingereza tu. Yes. What is? Okay. Alisema kijana na kuinuka haraka. Akaanza kutembea huku akiwa anaongea na soda yake akiacha pale. Halafu anaongea kwa mchechezo hivi. Alikata simu na kuanza kukimbia haraka kuelekea getoni kwake. Huku akionekana kuna taarifa ambayo ameipokea sio.
Alitembea mpaka maeneo fulani, alimkuta yule mwanamke mwembamba akiwa amesimama kando ya barabara akiwa anaongea na simu. Kijana yule alipita kwa mwendo haraka na alikuwa hajamwona binti akiwa amesimama pale. Cha kushangaza, binti alipomwona tu aliamua kukata simu na kuamua kumfuata nyuma taratibu. Kila kona anayokatiza binti naye alikatiza. Jamaa kila endapo binti yuko hapo nyuma yake. Mpaka kijana akapata wasiwasi na kuingia katika duka moja hivi akanunua soda tena bila kutarajia. Kijana huyu alipohakikisha binti amepotelea, basi naye aliamua kuingia katika mtaa aliokuwa amepanga. Lakini kumbe mtoto wa kike yule hakuwa mbali, alikuwa amejibanza katika ukuta wa nyumba moja hivi na alikuwa akimchora kijana yule kila alipokuwa akielekea. Mwisho alimuona ameingia kwenye nyumba ile aliyokuwa ameipanga, ndipo binti naye akaamua kuondoka zake na kwenda nyumbani. Sasa tunajiuliza, kwa nini binti mwembamba ameamua kumfuata nyuma kijana huyo? Na je, jamaa anaitwa nani? Maana nimesikia majina mengi akiitwa na wasichana aliwaita. Itakuwaje baada ya hii sehemu? Mbona mambo ni moto. Jana yule alipofika nyumbani kwake, alitoa simu nyingine ya tablet katika begi lake, halafu akawasha na kuiweka juu ya godoro lake, halafu akawa anasoma message kwenye simu yake nyingine alikuwa anaitumia muda wote. Alipomaliza kusoma message, aliwasha data na wifi hotspot, halafu akaishika ile tablet akawasha wifi na VPN. Alipomaliza aliingia katika mtandao fulani na kuweza kufanya mambo ambayo alikuwa anajua yeye mwenyewe. Alimaliza baada ya muda mrefu kidogo, halafu akaiweka simu ile kwenye begi, kisha akasimama na kutazama katika dari la chumba kile cha kwake. Akaona kitu fulani, halafu akaitoa tena ile simu kwenye begi na kisu kidogo, halafu akapanda juu ya ndoo ya kuogea. Akawa anajaribu kukata ubao wa dari, yani ceiling board. Alipofanikiwa, fukara kipande kidogo, akaingiza ile simu tena ile eneo, halafu akalifunika vizuri na kushuka chini. Aliketi na kuvuta pumzi kwa kaangalia juu. Hapa kuna mtu atashtukia kweli? Alijiuliza huku akichunguza. Hamna, pako fresh. Alijipa jibu, halafu akaketi mwenyewe kwenye ndoo na kuanza kucheza simu huko akitikisa miguu kwa furaha. Alipiga simu kwa mwanamke mmoja na kuongea naye kwa furaha sana. Mama Ramsolini alimuita. Eneo Matola jamani, alisema mwanamke huyo huku akiwa anacheka na kudeka kwa mbali. Umefanya nini jamani? Alisema kijana yule. Jana amenicheki siku mume wangu yule, alisema mwanamke huyo. Kivipi tena Maramso? Mimi niliondoka kabla hata hajarudi mmeo. Sikuweza kuvumilia usiku, nilijikuta nimeota ndoto za sauti. Nikawa tena kutaja mume wangu akanichapa kibao hicho. Usingizeni, sitosahau. Ukawa umeotaje? Mume wangu alisema kwamba mimi ni moto na kuita huku nikilia kama vile tuko kwenye mambo yetu yale, si unaelewa eh? Wewe mwanamke, alisema kijana yule. Wewe uliniwagisha sana mchana. Yaani kitendo cha kuja tu Manyara umenipa penzi tamu ambalo sijawahi kulipata, alafu kingine baby. Na kusikiliza. Una niliu tamu sana. Yaani sijapata kuona. Inakatiza kila kona. Inaondoka na kwa kasi wote, yani wewe. Nisingeamini kama naweza pata mwanamke kama wewe Instagram. Hakika uko vizuri, nilienjoy. Ndio maana nimeamua kuhamia Babati kwa ajili yako. Kweli? Leo mama alimuuliza, akaambiwa yes. Na nitakupa unachotaka kila mara. Poa mpenzi, baadaye. Poa Matola wangu, I love you. I love you too. Alisema mwanaume huyo, alafu akakata simu na kucheka kwa furaha. Nitamaliza mademo huko, alafu wote ni wakali na kwambia. Alijisema peke yake chumbani, ndipo alipopokea message moja ya mkato kutoka kwenye namba aliyokuwa hajaisave. Tayari ujumbe huo ulisomeka hivyo. Akashtuka na kuinuka, alafu akajibu, process moja imebaki. Okay, hakikisha haraka iwezekanavyo. Una siku 40 tu. Alafu mambo ni mengi, si unajua eh? Akajibu, naelewa mkubwa. Okay.
Kijana yule aliinuka taratibu na kuelekea nje ya chumba chake huku akikutana na sauti ndogo. Huo ni ufala. Yaani hakuna pumziko hata kidogo. Alisema kijana huyo na kubamiza mlango pa. Halafu akafunga na kutoka taratibu kuelekea katika mtaa mmoja wenye kichochoro kilichozungukwa na miti. Kilikuwa na nyumba moja, yaani nyumba moja sana. Na alipofika mbele nyumba zilipungua hadi kuisha kabisa na kubaki pore. Mara nyingi alikuwa anatumia location kwenye simu yake. Kufika huko alikokuwa anataka kwenda. Mpaka aliposhangaa ameshikiliwa panga na kijana mmoja shingoni. Mikono juu. Alisema kijana huyo alishika panga, ikabidi kijana yule aweke mikono juu halafu akafumba macho. RDC 23. Alitamka maneno yaliyowapiga butwa vijana wale na kushusha silaha zao chini. Halafu akampigia saluti bisho yule. Karibu kamanda. Tumekusubiri sana. Alisema mmoja wa vijana wale, halafu akashika mkono na kumpeleka katikati ya vichaka ambapo alikuta vijana zaidi ya 30 wakiwa wanapiga mazoezi. Walipoona anakuja na mtu mpya, wote walisimama na kujiandaa kwa lolote. Ndipo kijana akaonyesha ishara moja, wote wakapiga magoti na kumsujudia kijana huyo. Okay vijana wangu, kaeni. Aliamuru, halafu yeye aliketi mbele yao na kuanza kuongea nao mambo mbalimbali. Akauliza, mnaweza kuwaua wangapi? Wakajibu, mpaka sasa hatujafanikiwa, hatuna vifaa mkuu. Alisema kijana msemaji wa kikundi hicho. Hala, nimeleta silaha. Alisema kijana huyo na kutoa karatasi mfukoni, akamkabidhi mmoja wao. Akapitia halafu akashukuru. Tuna siku 40 tu hapa. Nikimaliza nitaondoka. Alisema kijana huyo huku akiwatizama vijana wale. Halafu akainuka na kuamrisha. Kumbukeni, hii ni siri. Hataki mtu yote kuelewa. Alisema kijana huyo, halafu wote wakatikisa kichwa na kugeuka kuondoka zake na kurudi kule alipokuwa ametokea. Baada ya kijana kupotelea mbali, vijana wale walianza kuongea mambo mengi. Halafu walichaguana wachache kati yao na walikwenda katika eneo moja nje ya mji. Wakodisha gari aina ya IST na kuweza kuondoka nayo kuelekea sehemu ya mbali kidogo na mji ambapo waliweza kukuta gari kubwa imepaki na ilifunikwa na turubai jeusi. Vijana hao waliweza kugonga lile gari na kumwona dereva akiwa mbali ameketi anaongea na simu, kajificha eneo ambalo asingeonekana kirahisi. Walifunua turubai na kuzama ndani, wakachukua silaha nyingi sana ndani ya ile gari, halafu wakazamishia kwenye IST yao. Walipomaliza waliondoka huku kila mmoja akiwa ameshikilia bunduki yake, ili lolote likitokea basi waweze kupambana nalo. Hata hivyo kijana yule alioletea taarifa, yeye alishika njia kurudi nyumbani, ila akiwa anakatiza katika eneo moja hivi alimkuta tena yule mwanamke mwembamba akiwa ameketi kwenye kibanda cha kahawa. Ndipo akamtizama sana kijana huyo na kuinuka akamfuata. Samahani kaka, alisema binti baada ya kumfikia. Bila samahani, ninaomba uungane na mimi tunywe kahawa kwa pamoja. Binti alijikosha. Asante, lakini nawahi sehemu. Muda mfupi tu, alisema binti. Hapana, alijibu kwa mkato huku akianza kutembea yule kijana. Ilibidi binti amfuate na kuanza kutembea naye huku akiweka mikono ndani ya koti lake ya baridi. Samahani kaka, kwani unaitwa nani na unaishi wapi? Binti aliuliza huku akimtizama sana mtaalamu, lakini hakujibu. Aliendelea kutembea akiwa kimya. Sorry, nakuudhi labda, maana umekaa kimya hunijibu. Mimi naitwa Debora. Wewe unaitwa nani? Samahani lakini, binti aliuliza tena huku akiwa anatembea. Kijana alipata hasira sana, akaamua kusimama na kutizama kwa sekunde kama 10 hivi. Mbona unaniangalia hivyo? Mtoto wa kike aliuliza. Ni mara 3 na kuona kwenye njia yangu. Sijajua unataka nini kwangu wewe binti, alisema mtaalamu huku akimnyosha kidole. Umekasirika? Mimi kukuuliza jina lako? Samahani kama nimekuudhi, lakini ni hivi, mimi ni mpweke kati ya mpweke hapa. Yaani kazi ya wapweke hapa mjini. Sina rafiki, mara nyingi nakuwa peke yangu.
Sasa nimeona mgeni nikatamani angalau anipe company. Sorry, alisema binti. Au hujapenda kwa mimi ni rafiki yako? Aliuliza, lakini jamaa alikaa kimya. Mimi nina kasoro gani? Binti aliuliza tena. Hujui kasoro yako? Aliuliza huku akimtizama juu mpaka chini. Yaani hapa tumesimama hivi, unaniharibia soko. Maana mtu akiniona nimesimama nayo hivi ataniona mshamba. Maana wewe ni mbaya. Alisema maneno yaliyomuumiza sana binti. Mungu anakusikia mwenzangu, alisema huku akipepesa macho kama mwivu na aibu. Anione tu, ila alikumba vibaya. Hadi unaogopesha, sijui una shida gani yani? Alisema kijana huyo huku akipokea simu na kuanza kuondoka. Huku akiongea hilo mpenzi. Alisema kijana huyo huku akimwachia taharuki binti aliyekuwa amesimama. Anamwangalia jamaa alikuwa anatembea kama ringo sana. Machozi yalimlenga mtoto wa kike. Akajikuta anabaki ameduaa huku akitetemeka mwili mpaka pale aliposhtuliwa na honi ya pikipiki karibu yake. Aliumia sana mtoto wa kike, hukudharaulika. Mungu, kwa nini uliniumba hivi? Ona ninavyotokana na watu. Alisema huku akitikisa jicho lake kwa masikitiko makubwa sana. Alirudi kwenye kibanda cha kahawa. Kulikuwa na wanaume wengi. Aliketi akinywa kahawa, lakini alikuwa na mawazo mengi sana mtoto yule ambaye alijitambulisha kwa jina la Debora. Je, kijana huyu ni nani? Na ana mishi gani hapa mjini? Jina lake nani? Maana anaitwa majina tofauti na wanawake. Kesho yake asubuhi kijana yule alikuwa amejilaza katika godoro lake lililokuwa chini kwenye sakafu, halafu akachomoa simu yake kwenye chaji. Baada ya kuichomoa kulikuwa na message kama 8 hivi kutoka kwa wanawake tofauti. Akazifungua na kuzisoma. Ya kwanza ilikuwa imetoka kwa Jessica, ikisema mume wangu umeshalala. Ya pili kwa Fatma, Robi nimekumisha. Ya tatu kwa Lea, ikisema naomba unitumie pesa ya kusuka Elisha. Ya 4 kwa Rozi, Matola jamani, naomba unitumie basi 20,000 kesi imenishia. Ya 5 kutoka kwa Hanifa, mambo mume wangu. Ikajirudia tena, Hanifa alituma message mbele. Umeshalala, sorry, naomba ulale kwa amani, ukiamka asubuhi nicheke mume wangu, nakupenda sana. Ya 6 kutoka kwa Ridia, sawa, unichunie tu, ila nimekomesha. Ya 7 kutoka kwa Maramson, natamani kuzaa na wewe. Alisoma message zile kisha akatabasamu na kumpigia Lea. Hello. Aliongea kichovu Lea. Hello, umelala? Aliuliza kijana yule ambaye Lea alizoea kumuita Elisha. Nimelala ndio. Vipi kwa jana ulala mapema sana? Binti wale alisema. Ndio, nimeshtuka nikakuta umenitumia SMS unaomba hela ya kusuka. Akaambia ndio baby, natamani na mimi nipendeze, zimechakaa hizi. Okay, kipindiki unataka usuku za shilingi ngapi? Kijana aliuliza. 60,000 mume wangu, alisema mtoto wa kike. Okay, na kutumia sasa hivi, jamaa alisema. Binti akasema okay. Kijana alikata simu na kuanza kukopi namba ya Lea, halafu akaenda moja kwa moja kwenye app ya M-Pesa. Akamtumia shilingi 1,500. Halafu alipomaliza alimpigia Rose. Rose mke wangu, aliongea baada ya Rose kupokea. Sitaki. Binti alianza kumdekea. Hutaki kisa nini sasa? Kijana huyo aliuliza kimahaba. Nimekumisi alafu unanisusa ni da. Sorry, nimeshtuka usingizini, ndo nikakutana na ujumbe wako kwamba unataka hela ya gesi. Niambie kwanza, nitumie kwa namba ipi? Alisema kijana huyo. Hii mume wangu, jina Rose Adam. Okay love. Kijana alikata simu kisha akaingia kwenye M-Pesa app. Halafu akamtumia kiwango cha shilingi 100,000 tena. Halafu alipomaliza alitupa simu pembeni na kwenda kufungua mlango. Kisha kuna mtu alikuwa anamgongea mlango. Alipofungua mlango alitazama nje, ni yule binti mwembamba hakosi kukatiza kwenye anga zake. Ndipo akamtizama kwa hasira binti alikuwa ameshikilia ndoo iliyojaa vitumbua. Mambo mkaka,
Alisema binti yule aitwaye Debora. Safi. Kijana alijibu kwa jeuri tu. Vitumbua kakaangu, alisema binti, lakini bado jamaa alikuwa anamkagua juu chini. Akaambia silage vitumbua, alisema kwa sauti ya hasira, alafu akarudi ndani na kubamiza mlango pa. Binti akajikatia tamaa. Alipoona jamaa anamkazia aliamua kuondoka zake. Lakini binti yule alikuwa sio mtu wa kawaida. Na alikuwa na sababu zake za msingi sana kumfuatilia kijana yule mgeni pale mtaani. Alikwenda akasema mbali kabisa, lakini alihakikisha anakiona chumba cha mtaalamu huyo. Hazikupita dakika nyingi ndipo kijana yule alitoka chumbani akiwa amejiraisi, yani amejirushia taulo begani, mswaki mdomoni na ndoo mkononi. Alizunguka nyuma ya chumba chake na kuchota maji bombani, halafu baada hapo akapeleka mpaka bafuni. Binti kwa kuwa alikuwa anamuona akiwa anapeleka maji bafuni, basi alishtuka na kujikuta anapata wazo la kuweka vitumbo vyake chini. Halafu akaangalia kwa makini kama kuna mtu yote anamuona. Mlango ukawacha wazi. Ngoja niingie, wallahi lazima niingie, alisema kwa sauti ndogo, huku akipepesa macho yake na kuanza kutembea kuelekea katika chumba kile mtaalamu alichokuwa anaishi. Alisogea mpaka mlangoni na kusukuma, huku akisikia sauti za maji bafuni. Kumbe jamaa alikuwa anadeki choo na sio anaoga kwanza. Nimesahau sabuni ndani, mifala kweli, alijisemea huku akijimwagia maji mguuni, alafu akaendelea kufanya usafi kule bafuni. Baada ya sekunde kadhaa alitoa bafuni na kuingia moja kwa moja mpaka chooni akajisaidia. Kule chumbani kwake binti naye alikuwa anaangalia kukagua mara anyanyue godoro atizame, lakini hakuona kitu cha maajabu. Alikwenda kwenye begi la jamaa akalifungua na kuweza kukagua pia, ndipo alipokutana na kitambulisho cha kura cha mtaalamu. Akaamua kukisoma na pia alikipiga picha kupitia simu yake. Baada ya kupiga picha, binti alishangaa kusikia maji yamefunguliwa huko nyuma ya chumba. Alishtuka na kusogea dirishani akachungulia, alafu akamwona kijana anachota maji pale bombani huku akiongea peke yake. Oh my god, alisema binti kwa uoga. Akinikuta huku itakuwaje, alijiuliza moyoni, alafu akataka kusogea mlangoni ili atoke akimbia, lakini ghafla akasikia hatua zinapigwa nje. Akasita na kuganda huku akiwa ameduaa. Sasa kijana alikuwa amesahau sabuni, hivyo alisogea mlangoni na kushika kitasa akizungusha ile ingie ndani ya chumba chake. Binti aliweka mikono kichwani kwa akiwa amechanganyikiwa. Ilibidi ajirushe kwenye godoro na kufunua mapaja yake kidogo, alafu akajilaza kitandani kifudifudi. Ndipo jamaa akaingia chumbani. Alishtuka. Yesu, alisema kijana yule kwa mshangao sana baada ya kumwona binti amelala katika godoro lake, alafu kichwa kakifunika akionekane. Ni mifupa mitupu iko kitandani. Kijana alijishika ukutani asijidondoka kwa uoga. Alipomtazama mtu yule kwa haraka aligundua ni yule binti mwembamba. Wefala, alimuita kwa hasira huku alishika moyo wake, lakini binti aliendelea kukaa kimya. Na kuita binti, mkomavu, amka kitandani hapo. Nisikulia hapo paka wewe, alimfokia mtaalamu. Yule binti Debora aliinuka na kuketi akimtazama mtaalamu kwa muda wa sekunde 20 hivi bila kuongea kitu. Halafu akaanza kulewa kwa hivyo. Mungu, kwa nini mimi lakini? Alijiuliza. Hivi mwanaume, mbona alilia sana, ikabidi kijana ashangae na kutaharuki. Hivi una wazimu? Alimuuliza kwa mshangao. Chumbani kwangu unafuata nini? Alifoka kwa hasira. Wewe ni mwizi? Napiga makelele, haki ya Mungu na kuapia. No, kaka tafadhali, mimi sio mwizi. Kilichokuleta huku ni nini? Mjinga wewe, aliuliza huku akimsogelea na kutaka kumpiga kibao, lakini alizuia mkono wake mwenyewe huku akikumbuka maneno fulani kichwani mwake. Mwanangu, usimpige mwanamke kabisa. Hao ndo wanaotujaza duniani. Alipokumbuka alisita na kumtizama tu. Samani, unanitesa mkaka. Na kutesa nini? Nitamani niwe karibu yako, binti alisema kwa kibujuka na machozi. Karibu yangu? Mimi? Ndo kaja kufuata, ani kunitafuta hadi huko.
Ndio waje kutafuta nini humo? Wewe ni mwizi. Kwanza ngoja nikuitie majirani. Alisema na kujifanya anatoka, lakini binti alimshika mkono na kumzuia. Usiwe na maamuzi haraka hivyo. Hisia zinanituma vibaya. Nilihisi ukinikuta huko ndani utafurahia, ila umekasirika. Nifurahie nini? Kukuta mifupa ndani kwangu? Mimi nina mademu wakali. Wewe acha ufala. Ukithubutu kunyanyua nguo yako eti nione mapaja sasa. Mapaja gani yambo inuka uende kwenu wewe? Bipe. Kijana alifoka. Binti alipata aweni kuruhusiwa aondoke, maana kilichomleta pale kwa jamaa sio hicho. Aliinuka na kumtazama kwa jicho fulani hivi. Ngoja kwanza. Kijana alisema usithubutu kupita kwenye anga zangu tena, maana wewe ni mbaya, mweusi, umekonda, una chunusi, sauti nzito kama ya mwanaume. Tako huna, maziwa ndo hayo. Sasa mimi nakutamani kwa lipi wewe? Hujui hata kuvaa. Alisema mwanaume huyo mwenye kashfa mpya sana hivi. Yule binti alitabasamu na kusogea nyuma, akaambia kwa asante kwa yote. Okay, get out. Alifoka mtaalamu na binti alitoka, akatembea kwa aibu na kuvifuata vitumbua vyake. Alishangaa vipo kwenye ndoo kuna watu wameshapita navyo. Baada hapo yeye alikwenda nyumbani ambapo alimvuta dada mmoja akifua. Vitumbua vimefanikiwa kuuza shoga yangu. Dada yule aliuliza, ndio vimeisha vyote 115. Alisema, lakini kwa kweli alikuwa amepigwa. Alitoa noti za 10,000 kwenye kamba la simu alafu akampatia mdada huyo. Wow, kwa haraka. Basi asante dia. Hii ya kwako ya soda. Mdada huyo alisema. Akaambia usijali, nimekusaidia tu dada. Alisema binti huyo kwa kirudi nyuma na kwenda katika chumba chake cha kulala na kuchukua simu yake akatazama picha ya kitambulisho alichopiga pale ndani kwa kijana yule. Clemens Enoch Mwaja. Alijisemea baada ya kuona jina la huyo kijana. Ana jina zuri, eti Clemens. Wow. Alisema na kutoka kwenye ile picha. Akampigia simu mtu mmoja. Hello. Alisema baada ya mtu huyo kupokea simu. Kazi mlonipa ngumu. Inakashikashi sana jamani. Alisema na kumsikiliza mwenzake vizuri. Ana maisha ya kawaida, halafu mbona sijaona chochote kinachoonyesha mambo hayo? Aliuliza. Anadharau sana. Okay, nitajaribu. Alimaliza kiivo na kukata simu. Je, huyo binti ni nani? Na ametumwa kufuatilia nini kwa kijana huyu? Baada kijana yule ambaye kwenye kitambulisho chake kuna jina Clemens kuoga, alirudi chumbani na kupanda juu darini. Akachomwa ile sehemu ya dare iliyokata. Alipomaliza alitoa ile aina ya simu aliyokuwa amehifadhi pale. Baada ya kuhakikisha ameitoa, alikaa na kuiwasha, halafu akaanza kutumia. Alitumia muda mrefu sana kucheza nayo, na ndipo alipompigia simu mtu mmoja na kuanza kuongea naye. RDC 23. Alisema kijana huyo baada ya mmoja kupokea. Yes. Alisema mtu huyo ambaye alikuwa na lafudhi ya kizungu kabisa. The signal tell me that we are out of the time. Is it? Aliuliza kwa kizungu. Not true. That is planned for reason. We want to make them understand that we have gone. Okay, sir. Okay. Alisema mzungu hivyo. Ndipo jamaa alikata simu na kuendelea kucheza ile simu ya kazi. Alipomaliza kuhakikisha kila kitu kipo sawa, alivaa nguo zake vizuri. Halafu akatoka nje ya chumba na kufunga, halafu akaenda mpaka katikati ya mji na kuketi kwenye saloni moja hivi. Oya, vipi bro, unanyoa? Aliuliza kinyozi. Hapana, nimepumzika tu mzee, au vibaya? Aliuliza huku akitoa simu mfukoni na kuitizama kuna ujumbe wa kushtua. Si vibaya mzee, kinyozi aliongea na kwenda kuketi katika benchi lile. Alikuwa ameketi kijana huyo akiwa anasoma ujumbe wa mshangao kidogo. Alipomaliza alivuta pumzi na kuendelea kuketi. Bwana huu mji una hali ya hewa safi sana, sio kama kule Dodoma. Umetokea Dodoma? Aliuliza. Kaambia mzee. Karibu sana huko Jerusalem. Alisema kinyozi. Nipo. Baada ya sekunde kadhaa walipita warembo 3 wa maana. Ikabidi vijana hao wawili waweze kuduaa baada ya kuwatizama.
Kijana Clemence hakuweza hata kutoa neno, maana alijua labda kinyozi hapendi hayo masuala. Lakini hajakaa sawa, kinyozi akaanza, ila kudadeki mtaa na watoto. Kinyozi alisema sasa kijana mgeni. Akajua hapa ndo amefikisha, maana alipenda sana masuala ya warembo. Yaani mzacha tu, kila kona ukikatiza video mwani, halafu vyote vyeupe. Kudadeki. Alisema kijana huyo. Ni wewe tu, ukiamua kutafuna nini nje. Acha nikae kimya tu. Maana mimi nitakufa na ukimwi ise. Kama nikiwaamulia. Alisema kwa sauti nzito huku akitikisa kichwa, haamini kwamba anaweza kuwasha salama. Huko kuna nyumba gani ya wageni? Aliuliza. Akaambiwa zipo kibao, kuna moja hapa nyuma shilingi 10,000 usiku mmoja, showtime 5,000. Ziko vizuri. Akaambiwa ndio, ni self contained. Alicheka sana kijana yule kwa furaha, maana geto kwangu mieyusho mlela. Alizidi kutamka, alafu aliinuka na kuondoka, akaenda katika duka lilokuwa karibu pale. Kaka, alimuita kinyozi, utakunywa soda gani? Akaambia Mountain Dew mzee. Okay, nipe Mountain Dew na Sprite hapo. Alisema chupa, maana niko pale nimekaa. Alisema huko akimpa hela. Baada ya hapo alichukua soda na kwenda kuketi pale alipokuwa jamaa, halafu akampa soda, akafunua kwa maino. Asante sana Bloody, alisema kinyozi. Baada ya sekunde kadhaa lilipita kundi la wasichana weupe 4. Wote walikuwa kali, halafu aliogopa kivurugi yule mwembamba anapita, na alipomwona Clemence alimtizama kwa kuremboa sana, yaani ni kama vile ajitahidi kumtegea ili apate fursa ya kupata taarifa zake za siri. Walipita mabinti wale na kwenda katika hoteli moja, wakaagiza supu na chapati. Clemence alimuuliza kijana kinyozi swali, akaambia umeona hao mademo waliopita? Kijana akasema ndio. Kuna hako kembamba hako, kanaitwa nani? Clemence aliuliza. Hako kabaya. Ni kageni huko, sijui jina lake nani. Kumbe mgeni, ndio maana yupo tofauti na watu wa huko bwana. Aliongea, lakini ghafla alisikia sauti nyuma yake. Za asubuhi kaka, alisema mwanamama mmoja. Ndipo vijana hao wakageuka, wakamkuta kashika sahani ya mfupa yenye chapati 2 na bakuli lenye supu iliyojaa nyama, pembeni ndimu na pilipili. Salama kwema? Aliuliza kijana Clemence. Akaambia kwema. Nimeambiwa nikuletee supu, alisema mama huyu. Clemence akashangaa na kumtizama. Akamuuliza mimi au huyu? Akaambia wewe hapo. Nani kakuagiza? Aliuliza huku akijaribu kuangalia kule mgawani. Akaona wale mabinti. Akaambia Debora. Mama yule alisema akijua kwamba amenunuliwa supu basi watakuwa wanafahamiana sana. Alisema kwa kitikisa akisita kuipokea bila kujiamini. Halafu akainuka na kutoa pesa mfukoni kama shilingi 20,000 hivi. Pale ametumia shilingi ngapi? Shilingi 6,400, ukijumlisha na kwako ni 8,000, alisema mama huyo. Okay, waambieni mwalipia wote, halafu hii supu mpe huyu kijana na mimi nilete nyingine, alisema kwa kujiamini kijana yule na kumpa shilingi 10,000. Mama alimpa kinyozi ile supu, halafu akaondoka na kwenda mgahawani. Jamani, ameamua kualipia kabisa, alisema mama huyo. Wote wakashtuka. Kweli? Ndio, mama alisema huko akipakua supu nyingine na kumpelekea pale saluni. Debora alibaki na maswali lukuki kichwani mwake. Maisha anayoishi kijana yule kule ndani wake hamna kitu, ila mtaani ukimwona ni bisho. Huyu vipi? Yana anasikitisha jamani, mimi nifanyaje? Sidhani kama naiweza hii kazi, alisema moyoni huko akiendelea kula. Clemence naye alikuwa akiwaza kivyake. Huyu demu inaonekana hajawahi kuwa na mwanaume ambaye anampenda kutoka moyoni. Sasa anachanganyikiwa na swaga za kigogo. Sikitaki hicho mimi, alijisamia huko akiwa anakula taratibu. Alipomaliza kula kila kitu aliondoka bila hata kuuliza change, alafu alikwenda kusimama mahali. Akawa anamsubiri demu yule apite ile amuulize maswali kadhaa. Hivyo Debora naye alifuata kinyozi na kumuuliza, unamjua huyu kijana? Akaambia hapana, simfahamu, ndo namuona kwa mara ya kwanza. Okay, sawa. Jina lake umelijua? Akaambia hapana, hajaniambia jina lake. Sawa bana, vipi mpenda nini? Hamna wala.
alisema binti akitabasamu huku akichungulia mara akamwona Clemence kwa mbali akiwa amesimama kwenye kona. Ilibidi atoroke marafiki zake na kwenda kumcheka kijana Clemence. Alipokaribia aliona Clemence akimuita msichana fulani na kuanza kuongea naye. Halafu akamwomba namba ya simu. Halafu akaongea huko anacheka sana. Deborah hakujali maana alikuwa hana hisia na kijana huyo, ila alikuwa kazini. Alimfuata kwa karibu na kusimama mbele yake na kumtizama. Mambo vipi? Safi, niambie. Unamsubiri nani hapa? Binti aliuliza. Na kusubiri wewe? Ndio nimefika jamani. Mtoto wa kike alisema kwa furaha akijua jamaa anamsubiri yeye. Hivyo alihisi agizo aliloagizwa lilikuwa litimie kwa haraka. Akishakuwa karibu na kijana huyo. Nikuulize swali wewe binti? Mshikaji aliuliza. Niulize wala usijali. Hivi wewe unataka nini kwangu? Alimuuliza kwa akiweka mikono kifuani na uso kaukunja. Mbona kama una hasira? Hapana, nimekasirika sana. Haiwezekani unanifuatilia mimi kila mara. Unaniletea mara vitumbua, mara jana umenikaribisha kahawa, mara leo supu. Unataka kunipa sumu? Samahani kama nimekukera, ila naomba tuwe marafiki. Alisema mtoto wa kike maneno yaliyomshtua sana mtaalamu. Rafiki wa aina gani? Rafiki wa aina yoyote unayotaka. Mimi nipo tayari. Alisema kwa kitabasamu. Sasa sikia. Mimi sihitaji rafiki wa karibu na wewe, maana wewe sio type yangu. Wala unachokitaka kwangu hutokipata. Alisema Clemence. Jamani Clay. Alijisahau kataja jina lake kwa kifupi. Hilo ni jina ambalo alikuwa ameliona kwenye kitambulisho likiwa na Clemence kwa kifupi Clay. Jina hili lilimshtua sana Clemence. Maana hakujua binti alifahamu jina, aliogopa na kumtizama. Wakiwa wamesimama pale, mara ghafla walisikia sauti ya king'ora ikilia, ikabidi wageuze vichwa upande wa sauti. Ilipokuwa inatokea wakashuhudia gari mbili za askari polisi zikiwa zinapita kuelekea mitaa fulani hivi. Clay alishtuka vile na Deborah naye alishtuka na kubaki mdomo wazi. Polisi walipofika eneo lile waliwatizama na kupita na gari yao. Clement akashtuka maana alikuwa anahisi huenda wanakwenda kuwafuta vijana wake katika kule msituni wale. Mtaalamu alitoa simu mfukoni haraka ndipo binti akamuuliza, "Unataka kufanya nini?" Alimuuliza kwa mshangao maana alianza kuhisi jamaa na sababu kutoa simu mfukoni. Clay alirudisha simu mfukoni baada ya kuhisi binti atamshtukia. Kama nilikuwa naangalia saa, umenihitaji? Kwa nini nimekuhitaji? Alijifanya amesahau. Kuna jina ambalo umeniita hapo. Jina gani? Umeniita Clay. Clay, samahani nimechanganya hilo jina la rafiki yangu mmoja hivi. Nimezoea kulitaja kwani vipi? Mbona umeshtuka ndo jina lako? Hamna. Alikataa huku akitikisa kichwa. Hamna, usijali, binti aliongea. Aliongea kwa hisia, nikajua la kwako. Clemence aliangalia upande wa gari zilipoelekea, ikabidi amwage binti. Kama nilipokuambia usinifuatilie, alisema kwa hasira na kukimbia, ndipo binti akajua kweli jamaa anaweza akawa anahusika pale. Clemence alifika mbele akatoa simu mfukoni na kutuma ujumbe kwenda kwa mtu mmoja. Halafu akarudisha simu mfukoni. Alitembea akiwa na wasiwasi, ndipo alipofika mbele kidogo. Simu ikaita, akapokea. "Usiwe na wasiwasi, uko kwenye target," alisema mtu huyo. "Kazi njema." Clay alisema na simu ilikata. Baada ya dakika mbili tu, Clemence alifika geto na kukaa kwenye ndoo. Halafu akapiga simu kwa yule msichana aliyempa namba pale njiani. "Hello, habari? Poa vipi?" "Safi vipi?" "Poa, naongea na nani?" "Unaongea na Richard. Umenipa namba hapo kwenye kona kama nusu saa hivi imepita." Kumbe wewe, niambie." "Safi tu, samahani, wewe unaitwa nani?" "Josephine." Jose. Sawa, uko wapi sasa hivi?" "Niko nyumbani." "Nyumbani kwako kwa wazazi wako?" Akaambia kwangu. Umeolewa kumbe?" Hamna, naishi na mtoto wangu tu, sina mume." "Wow, hapo sawa, nikajua riziki imenipita hivi." "Riziki gani wewe mwanaume?" "Kama nimekuelewa hivi, ndio maana nilikuomba namba, mimi siombagi namba hivi." "Haya bwana, hebu nitakutafuta, acha nipike." "Poa, usisahau maana na jambo lako," alisema mtaalamu.
Akaambia poa. Baada ya kuongea, mshikaji alikata simu na kuanza kufanya mambo mengine, alichezea simu yake tu. Baadaye katika kituo cha polisi, mkuu alipokea taarifa nzito ya kumshtua. Taarifa hiyo ilikuwa hivi: "Mkuu, ndio naongea. Askari wote mliotuma katika msitu wa Tarangire wameuawa na watu wasiojulikana," alisema mtu huyo. "Wote?" "Ndio, tumekuta miili 32. Walikuwa wamekufa na silaha zao wameporwa." Mkuu wa kituo kile aliinuka bila kujitambua. Alipiga kelele. Alifoka sana. "Ndio mkuu, tuko huku. Over." "Haya, natuma kikosi kija hapo kufanya uchunguzi." "Sawa." Askari huyo alikata simu, lakini pia Clay alipokuwa chumbani kwake alipokea ujumbe. "Photos sent." "Ulisema hivyo ule ujumbe?" "Okay." Alijibu na kuchukua ile simu nyingine, akaingia mtandaoni na kutizama picha zilizotumiwa zikionyesha maaskari walivyouawa kikatili. Alikuwa ametumia picha document. Pia document ilionyesha malipo kwa vijana hao waliofanya kazi hiyo. Hakujibu kitu. Alipakua ile orodha ya majina kisha akajirushia na kutoka nje. Hivyo hivyo Deborah naye alipiga simu katika kituo alichokuwa anafanya kazi. "Mkuu." "Ndio afande." "Ninaombi." "Ombi gani?" "Huyu kijana ana tabia ya kupenda wanawake wale mabonge wenye miili mikubwa. Mimi ananikashifu, sio rahisi kuweza kuwa karibu yake. Naomba nimtume Shadia." "Mtume Shadia badala yangu." Binti aliomba hivyo. "Je, atakubaliwa ama atakataliwa?" "Umeshindwa kazi," alisema mkuu wake. "Ninakiri mkuu, nimeshindwa." "Basi subiri, nitakupa maelekezo namna itakavyokuwa," alisema kiongozi wake. Alikata simu yake mtoto wa kike. Ilipofika usiku saa 2, Clay alikuwa katika hoteli moja na kula ugali na kuku. Alipokea ujumbe kutoka kwa Josephine ambaye alikuwa amekutana naye mchana. "Karibu tule," alisema Josephine. "No, sitaki mimi." "Kwa nini?" Jose aliuliza. "Ninakula hapa nilipo." Sio kila mtu alikuwa akijamani. "Ndio, bacho ungekuja huko tule kwa pamoja, maana kuku mtamu wewe," alisema Clay. "Unakula kuku?" Akaambia, "Ya, wapi huko?" "Unaonekana unapenda sana kuku wewe." "Sana jamani, ukitia na pilipili." Alisema binti huyo huko mate yakimdondoka, japo naye alikuwa anakula ugali wake kwa dagaa. "Tukutane pale pale kwa saa ile. Halafu nitakuletea kuku basi," alisema Clay. Kweli vile." "Sawa, ngoja nivae maana hapa nimejifunga tu kanga," alisema neno lilombusi jamaa kihisia, maana alipenda sana chini huyu jamaa. Hapana. "Njoo na kanga yako hiyo." "Jamani wewe," alisema Jose. "Ndio, uje na kanga moko ndo nikuletee." "Haya basi, hamna shida." Kijana alimuita mhudumu. "Naomba kuku mzima, unifungie vizuri, niondoke naye." "Funga sasa hivi," alisema na kunyofua paja la kuku, halafu akainuka na kwenda kuna mikono na kusukutua na maji. Baada ya dakika 3 alilipia na kuchukua kuku. Alimwagiza na kuondoka. Alipokaribia alisikia ujumbe akifungua na kusoma. Ulikuwa kwa Jose. "Nimeshafika, uko wapi?" "Niko hapa karibu tu, sikilizia," alisema mkoa mkato. Clay alisogea taratibu. Alipofika pale alikutana na binti mchanga. Alifika pale alipokutana na binti mchana, akashangaa hamuoni. Hasa mbona hayupo?" alijiuliza huku akitoa simu mfukoni na kumpigia mwanamke huyo. "Mbona nimefika hapo haupo?" "Niko kwenye kona hapa ukutani, mimi siwezi kuja huko na kanga moja. Inanichora." "Wapi sasa?" Clay aliuliza. "Kama unaelekea sokoni, upande wa kushoto kuna ukuta, huoni?" "Huo mweupe." "Ndio, njoo kwa mbele utanikuta nimejibanza chochoroni." Clay alifanya kumfuata kama alivyoelekezwa. Akaenda ukutani, akamkuta mdada yule mwenye mwili fulani hivi mnene akiwa amesimama ukutani na kanga nyeupe kajifungia ikiwa na maua. Clay alimuelekea kwa kutumia mwanga wa simu. Acha basi," alisema binti huku akiinuka na kurudi nyuma hatua chache kwa ukutani. "Nitaka nithibitishe ni wewe. Shika mzigo wako." Binti alipokea kimfuko, harufu kama yote ya kuku. "Jamani, asante." "Haya, usijali na mimi nitakuja kesho unipe zawadi."
Haya, karibu jamani, alisema kwa hisia kwa kimsogelea kwa karibu na kumpigia busu shavuni. Halafu akamwachia anataka kuondoka. Clay alikuwa hapendi utani wa aina hiyo. Alimvuta pop na kumkumbatia, halafu akamsukuma kinyume na kutoa ukutani. Nini jamani, acha basi. Utakuja nyumbani kesho, alisema kwa akiwa anajaribu kumzuia. Clay hakuongea, alimvuta na kumpa denda kwa kimpapasa maungo mpaka kanga ikafunguka na kudondoka. Clay aling'ang'ana na ulimi wa mwanamke yule. Halafu Josephine naye aliwachia ulimi na kujigeuzia ukutani, halafu akifanya kalio lake lilouchi ligonge plies ya suruali ya Clay iliyokuwa imetuna. Halafu alikuwa analalamika, mistaki bwana. Alianza kulalamika kwa kikizi akimwekea kalio nyuma. Sasa Clay, kwa sababu alikuwa sio mcheleweshaji, alifungua zipo haraka na kutoa rungu la kipepe akampiga nalo makalioni. No, acha, alisema huyo dada akiwa ameanza tayari kuchanganyikiwa. Anachotaka dozi, anatetemeka mwili mzima. Clay alipanua kalio na kuipeleka bado pakavu, ila kila alipogusa binti alipiga makelele. Utadhani imeingia. Alijinamisha vizuri, ndipo Clay akapata mate. Akapaka mate na kuizamisha mpaka mwisho. Alisema mtoto wa kike kwa furaha, kwa sababu the Bluetooth device was connected successfully. Baadaye mwamba alitoka pale akiwa anatabasamu kwa kinusa mkono wake wa kushoto. Moja, alihesabu kwa furaha. Akiwa anakatiza mtaani kwa mbali, alisikia sauti ya runinga. Taarifa ya habari ilikuwa inasoma, jeshi la polisi la Libabati mkoani Manyara natoa taarifa ya kufikwa na mauaji ya askari polisi wapatao 32 yaliyofanyika katika msitu inaungana na hifadhi ya Tarangire. Polisi hawa walikwenda kufanya ulinzi baada ya kusikia kuna watu ambao wamejikita kule kufanya mauaji ya ulinzi wa hifadhi hiyo. Aidha, watu hao wasiojulikana wameacha ujumbe wa maiti hao wakidai kwamba wao watazidi kuwa maaskari wa Tanzania kutokana na serikali kuwatumia kuwanyanyasa wananchi wasio na hatia. Hata hivyo, walisema kwamba hawataacha kuwa basi jeshi la polisi litakapoacha. Hawataacha kuwa mpaka jeshi la polisi litakapoacha unyama kwa wananchi wake wanyonge. Clemency aliguna baada ya kusikia ile taarifa, lakini hivyo Deborah naye alikuwa akiguna, maana alikuwa anasikiliza habari hiyo live kupitia channel ya Global TV Online iliyoko YouTube. Jamani, alisema kwa hasira, usikute unahusika Clemency, nitakuwa kwa mikono yangu na kwa pia. Alijisemea mwenyewe chumbani, huku akikumbuka tukio lilotokea asubuhi pale chumbani kwa mtaalamu. Alikumbuka jinsi Clay alipotaka kumpiga kofi lakini akasita, huku akitetemeka mikono na kuwa anawaza sana. Sasa waya kunipiga au anaogopa kupiga mwanamke? Alijiuliza Deborah, huku akizidi kuwaza na mkono wake kwenye shavu. Akapata wazo. Kumbe, ngoja, alisema kwa akichukua simu yake na kumpigia mkuu wake wa kazi kwa kitafuna popcorn taratibu. Hello mkuu, afande Deborah. Samahani sana, nimepata wazo. Kesho asubuhi naomba unisaidie askari mmoja wa kiume aje kunisaidia kazi moja hivi. Sawa, usijali, ngoja nimwambie afande Duli. Hapana, namwomba Enoki. Subiri, nitakupa jibu. Sawa. Alikata simu na kuendelea kutafuna popcorn bila kujua afanyaje ili aelewe kwamba jamaa ndiye anahusika pale. Hivyo Clay alikuwa amejilaza kitandani baada ya kuoga, alafu akaenda kwenye begi lake na kutoa picha moja baba yake. Akaitizama. Alafu akazamisha mkono na kutoa ya baba yake na mama yake wakiwa pamoja, alafu akatabasamu na kusikitika, huwa akianza kulengwa na machozi. Alitizama sana ile ya baba, alafu akatamka maneno, ulazo mahala pema peponi. Pumzika kwa amani mama, alisema na kukumbuka tukio la miaka 18 iliyopita, ambapo kipindi hicho alikuwa mdogo sana. Alikuwa na miaka 11 tu na alikuwa na mdogo wake wa kiume vile vile mwenye umri wa miaka 9. Baba yao alikuwa ni mtu wa kumpiga mama yao sana. Hata hivyo, hii kitu ilimfanya athirike kisaikolojia kwa sababu alikuwa ni mtoto. Sasa siku moja baada ya baba kurudi nyumbani,
Usiku mama alikuwa anaumwa sana. Ajitahidi akawa amesonga ugali wake vizuri na dagaa. Halafu akawa anacheza na watoto wake. Baba alirudi na kumkuta pale akiwasalimia kuingia chumbani, halafu akajirusha kitandani bila hata kuoga. Mama alimfuata mumewe na kumsimama mlangoni. Akamwambia, mume wangu, tumekusubiri, tuje tule wote. Akamwambia, mimi sili chakula. Akamuuliza kwa nini hauli? Ndio nimeshiba. Akamuuliza, umekula wapi? Mama aliuliza huku akiweka mikono kifuani na kujiegemeza kwenye frame ya mlango. Akamwambia, nimekula huko hotelini. Hivi mwanaume una akili kweli? Aliuliza. Yaani ule hotelini, halafu sisi tule mataputapu huko. Wewe umetoka kula kwa mahawara zako huko, alisema mama kwa hasira, lakini baba alikaa kimya. Amka ukale, la sivyo hautalala mzima hapa, alisema mama kwa hasira. Akamwambia, utanifanya nini wewe malaya? Baba alijibu. Akamwambia, usiniite malaya tafadhali. Moja, umenioa miaka 13 iliyopita. Sijawahi kukusaliti, japo unanipiga na kunisaliti kila siku, alisema mama, lakini mzee alitulia. Amka ukale, alisema mama kwa amri. Enoki, amka ukale, alifoka tena. Mzee alizidi kukaa kimya na kwenda kumtikisa. Anamfosi amke. Amka ukale, usinidharau kiasi hiki. Lazima ule au ueleze umekula wapi. Usiniguse mbwa, alisema na kugeuka. Mama kwa hasira alimtakana, mbwa ni wewe unayetembea na wanawake mtaa mzima. Kwa hasira mzee aliinua mkono na kumchapa kibao. Mama akapesuka na kudondoka kule, lakini akajikakamua na kumfuata tena. Amka, lazima ule hapa, alisema mama huku akimvuta mumewe. Mzee aliinuka na kumshika mwanamke wake, akamtandika kisawasawa mpaka muumiza jicho, halafu akamsukuma. Mke akaenda kudondoka sebuleni mbele ya watoto wake walikuwa akila. Mama, alisema Clay huku akimshika mdogo wake ambaye alikuwa anasinzia. Mwanangu, njoo mle, alisema mama huku akijikokota chini na kwenda mezani. Akapakula chakula, halafu akaenda akawanyanyua na kuweka mezani. Mama, Clay aliita tena huku machozi yakimtiririka. Kwa nini baba anakupiga kila siku? Mama alitabasamu na kumfuta machozi. Akamwambia, mwanangu, usilie leo, ni mara ya mwisho, hata unipiga tena, alisema. Ndipo Enoki kidogo akapata tumaini. Kweli mama? Ndio mwanangu, kuleni. Asante mama, alisema Clay na kuanza kumlisha mdogo wake ambaye alikuwa usingizini pale pale mezani. Hata hivyo, baada ya kula vizuri, maana alihakikisha amewapeleka katika chumba chao, akawalaza na kuwafunika vizuri, halafu akasimamia mpaka akasinzia. Saa 12 asubuhi kimya kilitawala nyumbani. Ilikuwa sio hali ya kawaida kabisa katika nyumba ile aliyozaliwa Clemence. Clemence aliamka na kutizama dirishani. Kumekucha. Kwa muda wa shule, mbona mama hajatuamsha? Alijiuliza mtoto mdogo huyo na kushuka kitandani, alafu akaenda mlangoni na kujaribu kufungua mlango, lakini ulipigwa lock. Clay alikuwa anapenda sana shule. Aligonga mlango kwa nguvu. Mama, tufungulie tujiandae tuende shule, tunachelewa, alisema kwa sauti kubwa. Mama, baba, mbona leo mtuamshi? Aliuliza akigonga mlango kwa nguvu. Ndipo akasikia sauti nzito ya baba yake yenye kuchanganyika na uchovu na ukata tamaa. Na afungulie wanangu, alisema kiuchovu kwa akiwa anajiburuza chini mpaka akafika pale mlangoni na kunyosha mkono akashika ufunguo na kuzungusha, alafu akafungua mlango. Clay alianza kugombeza, kwa nini mnatufungia ndani asubuhi muda wa kwenda shule? Ili tuchelee, ni feli niwe mtu wa pili. Misi alifoka na kuchungulia nje ambapo alimkuta babake akiwa chini hoi, anahemea juju huku damu zikimtoka mdomoni. Halafu alishika tumbo lake huku akilia. Mtoto Clay shujaa alimwomba babake kumshika. Baba, umekuaje? Alisema mtoto yule huku akipiga magoti chini na kumtazama babake mdomoni, damu zinamtoka. Baba, mbona unatoa damu mdomoni? Alimuuliza. Mzee alikohoa, alafu akanyosha mkono wake akionyesha dirishani. Ndipo Clay alipoinua macho na kutizama kamona wa mama yake amejifunga katika kitanzi juu ya dari karibu na dirisha na amekufa. Yaani ameshakufa tayari. Mama, alipiga kelele za uchungu.
Usilie kwa sauti, majirani watakuja, njoo hapa, alisema mzee na kumvuta akalala kifuani mwake. Akamwambia, mwanangu Clay, wewe ni mdogo sana. Tunakuachia majukumu mazito sana ambayo hustahili kwa umri huu ulionao. Lakini kama utakumbuka haya na kuambia basi nisikilize. Alisema, lakini mtoto bado alikuwa anamlia mama yake. Usilie sana, mimi nakuaga mwanangu mpendwa, upumbavu wangu ndio unaoniwaisha hera leo. Baba, twende hospitali. Akamwambia, mwanangu haina haja. Sitofika, ila nakuomba mwanangu, katika maisha yako yote usimpige mwanamke, kwani anaweza kuchukua jukumu zito ambalo hutaamini. Mwanangu, alisema baba na kulegea huku akilaza kichwa chini. Baba, mtoto alipiga kelele akijua baba amekufa, lakini baba aliinua kichwa na kumtizama. Akamwambia, ukija kuwa mkubwa, oa mwanamke unayempenda ili usimtese, maana atakuua. Lakini pia kama utaoa una tabia ya kupenda, kama utaona una tabia ya kupenda kuwa na wanawake wengi, tafadhali usioe, maana lazima utakufa haraka mwanangu, alisema mzee na kufunika macho yake taratibu, halafu akapoteza maisha pale pale na kuacha yatima wawili. Haijulikani baba alikufa kwa nini baada ya mama kujinyonga. Baada hao Clay alikwenda kumwamsha mdogo wake, wakavaa nguo za shule na kuondoka shuleni huku akiacha maiti mbili ndani. Sasa akiwa anatoka shule walifika katika njia panda moja, ndipo Clay akasimama na kumshika mdogo wake mkono. Akamwambia, Jerry, tusiende nyumbani kwanza. Akamuuliza, kwa nini kaka? Baba na mama watakuwa wameshaamka sasa hivi. Akamwambia, ndio, wewe pita na hiyo barabara na mimi nipite hii hapa, alafu tutakutana baada ya hapa, alisema na kukimbia mdogo wake, akimwacha akiwa amesimama pale huko akiwa hajielewi. Mdogo mtu aliamua kutembea kuelekea siko kujua, na hatimaye alipoteza na kabisa. Hakuonana tena, kila mmoja anajua alipokwenda. Shabiki yangu wa nguvu, nikusihi tu na niseme hii ni sehemu ya kwanza ama ni mwisho wa sehemu ya kwanza, lakini mwisho wa sehemu ya kwanza ndio mwanzo wa sehemu ya pili. Tukutane katika sehemu ya pili, kipenzi changu, na tumai unatamani kujua nini kiliendelea. Je, Clay, mdogo wa Clay, Jerry, alikwenda wapi? Na huu uchunguzi ambao binti Deborah anaufanya ataishia na wapi? Je, Clay huyo ni jambazi ama ni nani? Najua bado na maswali mengi sana ambayo najiuliza kipenzi changu, lakini binti Trish anakuletea